Mtazamaji wa Travel TV, karibu sana kwenye mazungumzo yanayogusa mambo ya kisaikolojia. Mimi ni Mbushi Kwelasa na leo niko na mgeni hapa. Si mwingine ni Dr. Mgina. Yeye ni mtaalam wa masuala ya saikolojia nchini Tanzania. Tutakwenda kuzungumza naye kufahamu mambo mengi, lakini kubwa zaidi ambalo tutakwenda kulitazama na kulizungumza hii leo ni kuhusiana na masuala ya uzaliwa, kwa maana ya kwamba watoto wa kwanza, wa katikati na wale wa mwisho. Leo tunaangaza kwenye masuala yanayohusiana na ndoa. Je, ni faida zipi ambazo mtu anapata na changamoto zipi akioa mwanamke ambaye ni mtoto wa kwanza kwao au wa katikati ama yule wa mwisho? Basi hayo tutakwenda kuyafahamu kwa undani zaidi. Dr. Mgina, karibu sana na habari za siku nyingi. Salama kabisa. Siku nyingi kidogo hatujakutana. Ni kweli, muda mrefu. Yalikukuta mengi huko. Yalikukuta mengi. Hatukuonana. Lakini kimsingi swali unaloliuliza ni swali la msingi sana kwenye maisha ya mahusiano. Na haya mambo ni vizuri watu wakayajua kabla ya kuingia kwenye ndoa. Unapotaka kuingia kwenye ndoa, kujua nafasi ya mtu unayeingia naye kwenye ndoa, nafasi yake ya kuzaliwa. Tunazungumzia mtoto aliyelelewa na wazazi wote wawili, baba na mama. Kujua nafasi yake kuna kusaidia kumfahamu na kujua namna ya kuishi naye kwa urahisi na rasmi. Ukiingia tu pia bila kujua, unapaswa ujue pia hata kama hajalelewa na wazazi wote tu, maana yake ujue umebeti. Sasa na yenyewe ina sifa yake, tutaiongelea. Ya kubeti na. Ya kubeti na yenyewe tutaiongelea. Lakini kwa kweli unapoingia kwa mtoto wa kwanza, wewe ni mtoto wa kwanza kwenu, unaenda kwa mtoto wa kwanza. Faida yake ni kwamba mtakuwa na hela sana. Lakini hamtakuwa mke na mume, kwa maana ya utulivu utakuwa hamna. Kwa sababu mtoto wa kwanza na mtoto wa kwanza hawawezi kuishi pamoja. Kwa maana ipi? Kwa maana mtoto wa kwanza tunasema lugha ya mtaani ni fighter, mwangaikaji. Tukimpeleka kwenye kala ni ready, ni anaweza kukutumia kwa faida yake. Na mtoto wa kwanza anahangaika kufanikiwa. Mtoto wa kwanza ni mwenye huruma, mtoaji. Mtoto wa kwanza amebeba maono ya wazazi. Kama wazazi walishindwa kuyafikia, yeye akianzisha familia anataka yafikiwe yale maono. Kwa hiyo mtoto wa kwanza yupo kwenye kuongoza, ni kiongozi. Kwa hiyo unapoishi na mtoto wa kwanza, jua kabisa yeye ni kiongozi. Na ndio maana hata ukitaka ukiwa unatembea naye hivi, yeye anataka kutangulia mbele. Sasa Mgina, hapo kwanza kabla hujaenda pengine ndani zaidi, unazungumza hapo ni yule wa kike au hata wa kiume naye? Ni wote, na ndio maana wakikaa pamoja watavutana kwenye namna gani waweze kuamua kwenye familia. Ugomvi wa watoto wa kwanza na wa kwanza wakiwa kwenye ndoa ni kwenye maamuzi. Yaani mke atataka kuamua hivi na mume atataka kuamua hivi. Lakini kwenye mambo ya maendeleo watayapata haraka, kwa sababu hawa wote hawana woga, hawana hofu, hawana hofu ya jambo lolote. Hawana hofu. Akisema tukakope, twende tukakope. Hawajiulizi tutalipaje na nini, kwa kipato kipi. Wanaenda tu, wanakopa, wanatatua tatizo, mahangaiko mengine yote wanakabiliana nayo. Hawa ni watoto wa kwanza, lakini ni wema sana. Na mara nyingi wanakuwa hawana hela nyingi, lakini hawakwami kimaisha. Kwa nini? Wanatoa mno. Yaani anaweza akatoa mpaka nauli afu yeye akatembea kwa miguu. Mtoto wa kwanza ni festival. Na ndio maana mara nyingi ukikuta watu wanakuambia amenisomesha kakaangu, amenisomesha dada yangu, wale waliotangulia. Kwa ni watu wema sana, lakini ni watu pia wanao uwezo wa kumtumia mtu na kumdampo. Hawa huwatishii zawadi. Yaani wewe uwezo ukakaa huko ukasema nimemnyima zawadi, kama ni festival yeye hangaiki na zawadi. Ndio uzuri wa kuishi naye. Ni kwa nini hicho kinakuwa kwa? Usihangaike na mazawadi. Yeye alishapewa zawadi na wazazi. Mara nyingi amezoea zawadi, kwa hiyo hangaiki nayo sana. Changamoto yao ni moja tu, anachokitaka lazima kifanyike. Anachokitaka kifanyike. Hivyo vyote hivi. Yeye anataka kukuongoza, sio kuongozwa. Kwa hiyo hawa hata ukiwa nao wengi ofisini, ukiwa na festival wengi, jua kabisa kwamba wote wanataka kuwa juu yako wewe. Wawe juu yako wewe ili kusudi mambo yaende. Na hata kwenye nyumba, mtoto wa kwanza kisha kuwa na umri wa utu uzima, mkakaa naye kwenye nyumba, atawakontrol mpaka wazazi.
Mtakuwa mmebaki pale mnashangaa yeye anawapeleka huku na huku, na akishindwa kuwanyosha anawasababishia migogoro. Kivipi sasa? Si anawagonganisha, ukasema hivi ukasema hivi, ile migogoro yeye ndio anawaita, anawaonya kwamba nyinyi kwa nini hamueleweki. Sasa mkiwa mmeoana wa kwanza kwa wa kwanza, hayo yote mnakuwa nayo, kwa hiyo hamwezi kuikaa pamoja. Kwa hiyo hapo ndoa hapo haiwezi kuwepo ndoa hapo. Namna nyingine mtu mmoja ajishushe kuliko yule mwingine. Sasa ukitoka hapo mtoto wa kwanza huyu akaenda kwa mtoto wa pili. Kabla Dr. Mgina, kabla hujaenda hapo kwa huku. Hapo wa kwanza. Sasa lakini wako watu ambao wa kwanza na wanaishi au unatakiwa ufanyeje sasa ili uweze ili uweze kuishi wakikaa kwenye ndoa wa kwanza na wa kwanza, lazima mmoja ashuke chini. Sasa anayeshuka chini nani? Tutaangalia uchumi. Wewe una mshahara mkubwa, unafanya kazi, unalipwa vizuri, wewe utakuwa juu bila kujali jinsia, utakuwa juu. Mimi ambaye labda nina kipato kidogo, chini. Wewe wa kike au wa kiume hapo? Lazima mmoja aende chini. Unaenda chini kwa kipi? Umesema tujenge, una hela? Huna, si nimekuzidi hela tutajenga ninapoamua mimi. Kwa hiyo wewe unashuka chini. Baada ya mke wangu mkali, mume wangu sijui nini. Unatakiwa kubaliane. Unakubaliana, wote tuna nguvu. Kwa hiyo mmoja lazima kneel down. Usipoenda chini kwa hiari, unaenda chini kwa kipato ulicho nacho. Kwamba wewe una hela, kwa hiyo wewe kuwa chini. Bila hivyo siku wewe ukija ukipata hela kuliko mimi nashuka chini. Huyu anapanda juu. Kwa hiyo ukiwaona wameona first born wanaenda, ujue kuna mmoja amekubali kuwa chini. Wasiokubali wanaachana. Na tunawaambia huko wanaotusikiliza, wakubali. Kama wako first born, mmoja akubali kushuka chini. Bila hivyo amwendi kokote. Kwa sababu huyu anasema tujenge Morogoro, huyu anasema tujenge Iringa. Tumpeleke mtoto shule ya serikali, huyu anasema tumpeleke private. Sasa hatuwezi kwenda kwa mtindo huu. Ni lazima mmoja akubali kuwa submissive, naenda chini. Ni Dr. Mgina, mtaalamu wa saikolojia, na hicho ndicho ambacho amekieleza kwa watoto wa kwanza. Hilo ndio eneo la kwanza ambalo alizungumza. Sasa ulikuwa umeanza kuondoka kwenye hao watoto wa kwanza, sasa twende hapa. Sasa umesema mtoto wa kwanza akienda sasa pengine kwa mtoto hao wengine kwa kufuata wa pili, wa tatu, yani hawa katikati hapa. Sasa mtoto wa pili anazo sifa zote za mtoto wa kwanza. Na ndio maana mtoto wa kwanza na mtoto wa pili pia hawawezi kukaa kwenye ndoa bila mmoja kujishusha. Mtoto wa pili muongezee ubishi. Mtoto wa pili muongezee nini? Ubishi. Ukitaka kuamini kwamba mtoto wa pili ni mbishi, yeye anapozaliwa anaona kama huyu wa kwanza baba yake anaitwa kwa jina la mtoto wa kwanza, Baba John, Mama John. Yeye haitwi, na mtaa mzima mnaita Mama John, Baba John, yeye haitwi vyovyote. Kwa hiyo anamchukia John, kwamba huyu amenyang'anya faida na haki zote za sisi humu ndani, amenyang'anya huyu, amepewa huyu. Kwa hiyo yeye anakuwa ana fight. Ndio maana mtoto wa kwanza na wa pili huwa hawaelewani. Kwa hiyo mtoto wa pili anazitaka zile haki zile za mtoto wa kwanza anazihitaji. Na ndio maana ukiwa na watoto wamekaa hivi, siku moja wewe baba mwite mama. Mtoto wa kwanza anaitwa John, mtoto wa pili anaitwa Jane. Kwa hiyo mwite Mama Jane, mwite mama kwa jina la mtoto wa pili. Yeye mwenyewe Jane akiwepo jirani, utaona anakaa vizuri, amejisikia vizuri, kumbe sasa na mimi nimepewa umiliki. Anajisikia vizuri. Kwanza nimepata na mimi nafasi. Mimi ingejua, ingekuwa leo huyu anakuita Baba John, Baba Jane, Baba nani, Baba, yani ingekuwa inawachanganya pale kwenye familia kwa kuwaita majina, kwa sababu wale wengine wanajiona kama sio part of that. Kwa hiyo mtoto wa pili huwa yeye anasago kunyang'anya ile nafasi ya mtoto wa kwanza. Sasa mkiingia kwenye ndoa, wewe ni first born na huyu ni second born. Kwa hiyo huyu second born ataendelea kuitafuta hiyo nafasi. Kwa hiyo mtakuwa mnabishana. Mnabishana muda wote, mko kwenye migogoro ya kutaka nani awe winner kwenye familia. Kwa hiyo haiwezi kuwaepusha na migogoro. Na ukumbuke first born na second born, hawa wote ni extrovert, waongeaji, wazungumzaji, wana maamuzi ya haraka, hawana uwezo wa kusubiri. Huyo ni first born na nani? Na second born.
Kwa hiyo hamwezi kukaa wote mkiamua kitu mmeamua. Hakuna subira. Okay. Hakuna anayeweza kusubiri. Kwa hiyo kama hakuna mtu anayeweza kusubiri, tafsiri yake ni nini? Mnaingia kwenye migogoro isiyokuwa na ulazima. Kwa hiyo ni nature inazungumza. Unachotakiwa kufanya ni kumjua. Mimi ni wa kwanza, mme wangu ni wa pili, mke wangu ni wa pili. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya nini hapa? Kuna ubishi. Sio lazima niwe na majibu ya kila kitu. Sio lazima niwe nataka kusema kila jambo. Kwa hiyo hapo nakuwa salama. Ndoa inakuwa salama, mahusiano yanakuwa salama. Lakini ukija kwenye mtoto wa pili na mtoto wa kwanza, hawa pia ni wote wana tabia ya kuamua haraka, kuingia kwenye mgogoro haraka, halafu wanatoka haraka. Kwenye hiyo migogoro sasa. Ndio, yani ukigombana na mtoto wa kwanza au wa pili, mara moja anataka ule ugomvi uishe. Mrudi kuwa kawaida. Kwa maana nyingine ni wasuluhishi. Watu wanaopenda migogoro. Okay. Ila akiingia kwenye mgogoro anataka mara moja liwe limeisha. Kwa hiyo anakukwaza, alafu baadaye anarudi hakuwa kawaida tu. Liwe limeisha, linazungumzika. Si tumeisha liongea, si nimekwisha kuomba radhi, liishe basi. Tukae vizuri. Okay. Ndio raha. Kwa maana nyingine wa kwanza na wa pili. Ni watu ambao wasuluhishi. Kwa hata kuwasuluhisha rahisi sasa. Yani yeye hataki kukaa kwenye mgogoro haraka, anataka atoke. Aende kwenye jambo lingine mapema. Ndio. Okay. Sawa. Wa kwanza, wa tatu. Hapa napo inakuaje kwa hawa? Wa kwanza, wa tatu. Sasa mtoto wa kwanza na wa pili, tumesema mtoto wa kwanza na wa kwanza hawaoani. Mtoto wa kwanza na wa pili hawaoani. Mtoto wa pili na wa pili hawaoani. Kwa hiyo hawa watoto wa kwanza na wa pili wanaenda kwa nani? Hawa wanaenda kwa mtoto kuanzia wa tatu na kuendelea. Okay. Kwa hiyo mtoto wa kwanza na wa pili ni ma-extrovert, wazungumzaji. Kumbe hawa mtoto wa tatu na kuendelea ni ma-introvert. Kwa hiyo huyu wakati anapanga, huyu anatii. Kwa hiyo mtoto wa tatu na wa nne, hawa ni watu ambao sio wanaotaka haraka. Sio watu wanaoamua kwa haraka. Sio watu ambao wanapenda kubishana. Ni watu wanaopenda kukaa kimya. Hawapendi kukaa mahali pana mavurugu. Hawapendi. Okay. Ukiwa unaongea naye jambo, anakuacha wewe uongee zaidi. Kwa sababu lazima ukumbuke pia mtoto wa kwanza na wa pili hawa huwa wanasoma masomo ya arts. Kazi zao huwa ni wanaharakati, wanasiasa na nini, kazi zinazotaka kuongoza. Okay. Sasa mtoto wa tatu na wa nne huwa wanasoma masomo ya sayansi. Okay. Hawa huwa wanasoma masomo ya sayansi. Hawataki masomo ya kuongea kuzungumza. Ukiingia naye kwenye mgogoro, anatunza sana vitu ndani. Anakusubiri wewe uwe kwenye mudi ya kumsikiliza ndio aanze kukulipukia una mapungufu gani. Kwa hiyo hawa ukienda kwenye magonjwa kama pressure, sukari, vidonda vya tumbo, wanapata kwa urahisi zaidi kuliko mtoto wa kwanza na wa pili, kwa sababu hawa mtoto wa kwanza na wa pili wanaongea juu ya matatizo, akija nao akainalo analipuka. Yaani hawana kifua. Lakini mtoto wa tatu na wa nne hawa wanatunza mambo. Yaani akitaka kuongea na wewe jambo, anakusubiri mpaka kwenye mazingira ya ruhusu. Kwa hivyo hawa mtoto wa tatu na wa nne ndio wanakuaga mediators, watatuzi wa migogoro. Kwa mfano unawapata mapadre, mashehe, wachungaji, masista, watu ambao hawapendi migogoro, yani wanapenda kuwe na amani na peace. Wanaongea kwa lengo la kutunza amani na nini. Kwa hiyo utagundua hata kwenye nchi, huyu first born na second born anaweza kaivuruga nchi. Wanaokuja kuituliza nchi wasa ni viongozi wa dini. Ongeeni hawa watatu na wanne wa mediators, wazungumze hali iende shwari. Kwa hiyo watoto wa kwanza na wa pili wanapovuruga, watoto hawa watatu na wanne wanatuliza. Na ndio sababu utaona mtoto wa kwanza akioana na mtoto wa tatu, yule mtoto wa kwanza anauza tukachukue mkopo, mtoto wa tatu atamwambia tunalipaje? Mbona uchumi wako haujakaa vizuri? Marejesho hatutaweza. Tusubiri. Kwa hiyo anakupunguzia ile spidi. Ndio maana nasema mtoto wa tatu wa kwanza na wa pili wanaenda kwa mtoto wa tatu, wa nne na kuendelea. Kwa hiyo mtoto wa tatu ni anaweza kuishi na mtu yeyote yule.
awe yatima, awe peke yake, awe nani, anaweza kuishi naye. Sasa mtoto wa 3 na wa 4 wanafanana kitabia. Wazazi wanachoka kulea mpaka mtoto wa 4. Kwanza ngoja kwanza saidie vizuri hapo. Wazazi wanachoka kulea wapi? Kuanzia wapi na kwa nini? Kwenye malezi watoto wanaolelewa vizuri na wazazi ni mtoto wa kwanza mpaka wa 4. Wewe ukizaliwa wa 5 unakuwa ni mtoto ambaye hujalelewa na wazazi hata kama wapo. Yaani ukizaliwa wa 5, wa 6, wa 7 wewe hujawahi kuonja upendo wa wazazi. Kwa sababu wazazi wanapokuwa na mtoto wa kwanza mpaka wa 4 ndio wanawapa malezi ya moja kwa moja yanayotakiwa kwa mzazi kwa mtoto. Unapoanza kuwa wewe mtoto wa 5, wewe unakuwa ni attention seeker. Kwa nini? Kwa sababu attention uliikosa ya wazazi. Kwa sababu ulipokuwa unatambaa unaelekea kwenye moto, hakuinuka mama kuja kukunyanyua. Alienda kukunyanyua kaka yako na dada yako. Wale ndio walinyanyuka wakaenda kukusaidia. Unapotakiwa kuogeshwa, huogeshwi kwa kubembelezwa na mzazi. Unaogeshwa na dada yako au kaka yako. Ukikosea, weka mguu huku, hujaweka unachezea kibao, wakati mzazi angekubembeleza kama mwanangu weka hapa mguu. Kaka yako anasema nitakuzibua, weka huku. Kwa hiyo unaweka huku. Kwa hiyo hawa mtoto wa 5 wa 6 hawajawahi kupendwa. Na ndio maana ukikaa na ukiishi kwenye ndoa na mtoto aliyezaliwa kwao wa 5, wa 6 na wa 7, huyu utateseka kweli kama wewe sio mtoaji wa zawadi. Hawa ni watu wanaopenda zawadi. Hivi muda wote wewe ukirudi nyumbani, unatoka kazini, unatoka wapi, rudi na zawadi. Na ukitaka kuamini hili, wewe kuwa na mtoto wa 5 ameumwa, mwambie nenda hospitali. Atakuchukia milele. Yeye anataka anaumwa, mwambie baby uko wapi, nakuja kukuchukua. Kwa hiyo unaenda unamchukua, unamshika na shavu kama joto limezidi, unamchukua unampeleka hospitali. Ndio anachotaka. Na hapo amepona. Manake yule sasa kwa sababu alikosa kule, anataka sasa apate huku sasa. Na kwenye mahospitali yetu yote haya wanaoongoza kulazwa ni mtoto wa 5, wa 6 na kuendelea. Kwa sababu hawa huwa unapoenda kuangalia hospitali wakilala, mnaenda likundi ya saa 10 ile mmefunguliwa, mwende ndio anajisikia la kweli wananipenda, wamekuja wote hao kwa kweli wananipenda sana. Kwa hiyo ukiwa na mtoto wa 5, wa 6 na kuendelea kwenye ndoa, haiwezekani hawa hajawahi kulazwa ili kutafuta attention, kutafuta kupendwa. Huyu anataka umpigie simu mara nyingi, baby uko wapi, sweetie, unaendeleaje, kazi umefanyaje? Anataka kubembelezwa muda wote, kitu ambacho huwezi kufanya kwa mtoto wa kwanza mpaka wa 4. Attention. Wanataka attention. Hawa ni watu ambao ukikaa naye kwenye ndoa, anataka muda wote uwe unajua anaendeleaje, anafanyaje mambo yake, kwa nini anashindwa, kwa nini anafanya hivyo. Sasa hiyo wanapata tabu sana, kwa sababu yeye anaweza kuambia nina mgogoro wa ndoa, kumbe hamna. Anakuwa na mgogoro wa kihisia. Mimi nadhani sipendwi hapa. Mtoto wa 5 kuendelea huku kuna jambo huku. Watoto